Sasa tumekuja leo, tumeona tuko karibuni 23.9%. La kwanza ambalo tumeliona kazi mzuri ilifanyika, nyote ni mashahidi, wakati tumekuja kila kitu kilikuwa chini. Sasa majengo yote karibuni yameenda ghorofa ya pili, ya kwanza, na hata kule ambao kulikuwa na changamoto kubwa ya foundation, walibadilisha foundation na wakaja na Rift Foundation, ambayo sasa foundation imekamilika, msingi ule kamilika. Kazi inaanza sana kupandisha kwenda juu, ambayo hiyo ni kazi rahisi ukilinganisha na ile kazi ya kujenga foundation. Kwa vile hiyo imefanyika vizuri, na sote hapa tumefurahi kwamba kazi inaenda vizuri. Mkandarasi mwenyewe hana changamoto yoyote, anaenda vizuri, analipwa vizuri. Imebaki certificate moja tu ambayo anadai, na hiyo inafanyiwa kazi. Sababu akileta certificate lazim tuipitie, tuihakiki, halafu ndio afanyike malipo. Kazi hiyo inafanyika, baada ya kuhakikiwa atalipwa pesa yake, na yeye ameridhika na site. Na jambo zuri ambalo amesema, ameongeza manpower, ameongeza wafanyakazi, ameongeza vifaa, ameongeza resources zote kuhakikisha kazi hii inakwenda haraka kama ilivyopangwa. Lakini jambo la msingi ambalo nimemwelekeza mkandarasi, na nawaelekeza wote, kwamba hivi karibuni kutakuwa na mvua. Utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA unaonyesha kutakuwa na mvua nyingi. Sasa kuna kazi kikawaida huwezi kuzifanya kama kuna mvua. Nimeelekeza kazi ambazo sasa hivi zifanyike ni zile kazi ambazo zinaweza kufanyika ndani. Kwa mfano, kujenga matofali. Unaweza kufanya matofali yako, ukajenga matofali na huku mvua inanyesha. Tukifanya hivyo, tunaamini sasa tutaweza kupunguza muda wa kazi za ujenzi kwa haraka zaidi kuliko tukikaa tu kwa sababu ya mvua. Kwa vile nimetoa elekezo langu la kwanza kabisa, kuhakikisha wakati wa mvua kazi simame. Kazi zote ambazo zitafanyika ndani zifanyike wakati huo. Then mvua ikisha, tutakwenda kufanya kazi ambazo zinaweza kufanyika wakati hakuna mvua. Hiyo kazi ikifanyika hivyo, ninaamini tutaweza kupunguza muda. Na la mwisho, naagiza kwamba wafanye kila wanaloweza kuhakikisha wa cut down. Sasa hivi unajua tuko nyuma 1%. Wahakikishe kwamba tuna cover ya 1%, halafu tuongeze spidi ili mradi huu umalizike kwa haraka. Kama tunavyojua, TCA wanautegemea sana mradi huu kwa ajili ya kuwafundishia vijana, na kuna watu natoka sehemu mbalimbali za nchi mbalimbali kuja kujifunza hapa. Kila tutavyohakikisha kwamba mradi huu unamalizika kwa haraka, ndiyo tutakapopata faida na matunda ya uwekezaji uliofanywa na serikali. Mwisho kabisa, ninachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu mkubwa wa kuendeleza miundombinu ya sekta ya usafiri na usafirishaji, hasa kwenye usafiri wa anga ambao leo tupo hapa. Ndege zimenunuliwa, airport zinajengwa, lakini bila ya kuwawezesha watu kwenye elimu itakuwa hujafanya kazi kubwa. Mheshimiwa Rais kwa kuliona hizi, anaenda kuwekeza hapa takriban bilioni 78 zinawekezwa hapa kuhakikisha kwamba Watanzania hawa wanapatiwa elimu ya kutosha kuweza kuendesha miundombinu hii na usafiri wa anga uwe salama nchini kwetu. Kwa hivyo mimi nashukuru mkandarasi, kwa sababu ni mara ya kwanza umeenda site leo kusikia mkandarasi hana malalamiko. Namshukuru sana mkandarasi, lakini namuomba mkandarasi ajipange, afanye kazi usiku na mchana ili aweze kukava ule muda ambao tulichelewa, na vile vile tuweze kumaliza kwa wakati iwezekanavyo.